linakuwa ni kama kuma the end, ni hitimisho la mambo yaliyokuwa yanaendelea kwa takriban siku 3 zilizopita. Kwenye mkoa wetu wa Mara tumeona umefika wakati sasa tuwe tunafanya maonesho ya madini ambayo yatakuwa yanaenda sanjari na midahalo mbalimbali itakayokuwa ikitolewa mahali hapa. Lengo la kufanya hivyo kwanza ni kuujulisha umma wa Tanzania na dunia kwa ujumla kwamba Mara ni sehemu ya madini. Mara kwa sasa tunaonekana au tunasomeka kuwa ni mkoa wa pili kwa uzalishaji wa madini. Lakini nikuhakikishie Mheshimiwa Waziri, siku si nyingi wale ndugu zetu wa Geita watakuwa wanasoma plate number ya Mara tukiwa tunaongoza katika sekta ya madini katika nchi. Kwa hiyo maonesho haya yamelenga kutoa elimu hiyo na kujulisha umma Mara tukoje, lakini sanjari na hilo maonesho haya yamelenga pia kutoa elimu kwa wachimbaji wadogo. Tumewakutanisha wadau mbalimbali wa sekta ya madini, kuanzia masuala ya uchimbaji, uchakataji, uchenjuaji na taasisi mbalimbali za kifedha kwa maana ya fursa kwa wachimbaji. Sasa tunaleta wadau wote hao sehemu moja ili wachimbaji wadogo wa Mara waweze kupata fursa ya kuona ni teknolojia gani zinazotumika katika madini kwa sasa, wanaweza wakazipata vipi, na pia wale ambao watakuwa wanahitaji financial support, basi taasisi za fedha hizi ziweze kuwapatia elimu na kuwajulisha namna ambavyo wanaweza wakapata fedha kutoka kwenye taasisi hizo. Lakini sanjari na hilo, wananchi hawa, wachimbaji hawa, tumekutana pia wote hapa kwa lengo moja pia kubwa la kuonyesha umma wa Tanzania na wanamara kwa ujumla kwamba sekta ya madini kwa sasa tunajiona tuko vizuri, na tunajua kule tunakoelekea mambo yatakuwa mazuri zaidi. Ni kwa nini tunakuwa vizuri? Ni kwa sababu ya sera, sheria na taratibu ambazo serikali imekuwa ikiziweka kwa lengo la kuhakikisha basi wachimbaji wadogo wananufaika. Katika mkoa wa Mara hivi tunavyozungumza, kitaifa mchango wa madini kwenye pato la taifa ni 10%. Lakini katika mkoa wetu wa Mara kwa sasa mchango wa sekta ya madini kwenye pato la mkoa ni 18%. Jipigieni makofi wachimbaji. Sasa ni lengo la serikali ya mkoa kuhakikisha kwamba tunatoka kwenye 18% twende mbali zaidi. Mimi ninaitizama Mara ya miaka 3 ijayo, ninaitizama sekta ya madini ikichangia zaidi ya 40% kwenye pato la mkoa. Jipigieni makofi wachimbaji. Lakini kwenye wingu lote hilo ni matamanio ya serikali ya mkoa chini ya maelekezo ya Daktari Samia Suluhu Hassan kuona kwamba tasnia hii ya madini, sekta hii ya madini inatengeneza mabilionea wa kutosha katika mkoa wa Mara. Tunataka mabilionea. Vijana hawa huwa nawaambia kwamba ninaona mabilionea hapa, wanafikiria ni utani.
lakini ninakupeni miaka mitatu, wengi wenu mtakuwa mabilionea. Makofi kwenu. Sera zipo nzuri, serikali imejipanga vizuri, na kwa namna ya pekee sana tunamshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Muungano wa Tanzania, kwa namna ambavyo amekuwa akijidadavua katika sekta zote kuhakikisha anatushika mkono na kutupeleka mbele katika uelekeo wa mafanikio. Katika mkoa wa Mara tunayaona mafanikio katika nyanja zote, lakini sekta hii ya madini, Mheshimiwa Waziri, ninakuahidi siku si nyingi itakuwa imekamata uchumi wetu wa mkoa wa Mara. Ingawa kila ninapotembea nikakutana na wenzangu au vijana wa kwetu wa Mara walioko kwenye sekta ya uvuvi, nao wamejikita kwenye ufugaji wa samaki kwenye vizimba, na wao wananiambia wao ndio mabilionea watarajiwa. Nikipita huku nakutana na wafugaji ng'ombe wa Mara walivyo wazuri, wanasema wao ndi mabilionea watarajiwa. Nikipita pembeni nakutana na vijana wanaoingia kwenye tasnia ya utalii, wanaona uwanja wa ndege unakamilika, wanaona uwanja wa ndege Serengeti unakamilika, wananiambia wao ndio mabilionea watarajiwa wa mkoa wa Mara. Si huko tu, hata kwenye kilimo, mabonde yale, miradi ya umwagiliaji, wakulima wale wananiambia wao ndio mabilionea watarajiwa. Kwa mimi mkuu wa mkoa nasema wala nitakuwa mkuu wa mkoa wa mabilionea wa tasnia zote. Sasa kazi kwenu kwenye sekta zote, muhakikishe mnafanya vizuri. Serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan iko hapa kuhakikisha wote kwa sekta zenu mnafanikiwa, na serikali ya mkoa siku zote tutahakikisha kwamba malengo yenu yanafanikiwa. Wachimbaji wadogo, Mganyalo kwanza. Wachimbaji wadogo, Mganyalo kwanza. Ni lengo la serikali ya mkoa, Mheshimiwa Waziri, maonesho haya yawe yanafanyika kila mwaka, na kila mwaka tutakuwa tunafanya tathmini ya pale tulipokuwa kabla ya kuingia kwenye maonesho ya mwaka huo. Tutaendelea kufanya hivi, tutafanya vivi pia kwa sekta nyinginezo, ili ultimately basi tuhakikishe uchumi wetu unakaa vizuri. Maonesho ya mwaka huu yanaongozwa na kauli mbiu isemayo tuimarishe uwekezaji katika sekta ya madini mkoani Mara, na pia shiriki uchaguzi mkuu wa 2025 kwa maendeleo ya taifa.